Naam, sasa tunamaliza na mizengwe ya wiki ambapo viongozi serikalini wakiongozwa na Rais William Ruto waliamua kujifikisha eneo la Pwani ili kuonja na kushuhudia burudani na raha ambazo hutajwa kushamiri eneo hilo la ukanda wa Pwani. Naye Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki aliamua kumkumbusha Waziri wa Madini Ali Hassan Joho kuwa yuko juu yake katika ngazi za uongozi na hapaswi kumwelekeza kufanya jambo lolote. Mwanahabari wetu James Mwangi na mizengwe ya wiki. Tuanzie kaunti nambari 1 hapa. Viongozi serikalini wakiongozwa na Rais Ruto waliamua kujifikisha Mombasa kuonja na kushuhudia burudani na raha ambazo zimekuwa zikitajwa kuwa alama ya eneo hili. Na inaonekana walioliita eneo hili Mombasa Raha hawakukosea. Badala ya kubaki kando na kutazama burudani, Rais Ruto aliamua kuwa sehemu ya burudani yenyewe. Ila katika hali hii ya burudani na starehe za pwani, inaonekana Gavana Nasir alisahau ni nani aliyekuwa amesimama kando yake. Hapa akijaribu kumvuta Mama Aida Odinga na kumshawishi wasakate densi pamoja, jaribio ambalo halikuenda kama alivyotarajia. Ila ziara hii ya pwani haikukosa mikwaruzano. And because Your Excellency, you are a professor of law and a master in the British language, you will translate that for us when you come. Waziri Joho alijipata pabaya alipoonekana kujaribu kumpa maagizo Profesa Kindiki. I was not trying to interpret the Minister Joho's proverb, and you cannot delegate upwards, Minister. So if you have to delegate your responsibility, it has to be to Alipofanikiwa kuiaga raha ya Mombasa, Rais alielekea kaunti ya Nandi. Hapa akitumia nafasi hii kuwavuruga viongozi wa upinzani mmoja baada ya mwingine. Eti una yepi ya kusema kumhusu huyu ambaye kwa wakati mmoja mlitembea bega kwa bega alipokuwa anahudumu kama naibu wako? Mtu ameiba relief food, yani chakula ya watu maskini, ya watu wako na njaa, umeenda kuiba. Hujatosheka na hiyo, umeenda kuibia mayatima, umeenda kuibia wajane. Hujatosheka na huko, umekuja kuleta ukabila, chuki, kiburi, ukafukuzwa. Na vipi kuhusu huyu mwingine unadai kuwa kila mara anakwepa maswali kuhusu aliyofanikisha kwa wananchi? Mimi nikuuliza maswali kidogo. Wewe umekuwa kiongozi hii Kenya 50 years. Hakuna kitu, no record ya kufanya anything except kuiba shamba ya NYS na kujenga jela kidogo mahali fulani. Sasa surely, alafu unataka unatuongelesha nini? Haya basi, tumalizie na burudani kutoka kwa kiongozi huyu ambaye aliwahi hudumu kama waziri, spika wa bunge la kitaifa na mwanasheria mkuu. Sasa wanasema eti amegeuka na kuwa mmoja wa wanaoburudisha wananchi kwenye mitandao ya kijamii. James Mwangi, makala ya Mizengwe.